Wizara ya Michezo iliyoko chini ya Mheshimiwa Paul Makonda, ambaye huyu ni waziri wa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, hii leo ametangaza kuwa serikali iko na mpango wa kuandaa ligi ambayo itahusisha wachezaji wanaocheza ama raia wa Tanzania pekee, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha soka la wazawa, lakini pia kujiandaa vyema kabla ya kuelekea kwenye michuano ya AFCON ambayo inatarajiwa kufanyika katika ardhi ya Afrika Mashariki mwaka 2027. Hii imekuja mara baada ya Tanzania kuweza kuwa na maendelezo mzuri, hasa katika ushiriki wa michuano ambayo inahusisha wachezaji wa ndani. Tukumbuke kwamba Tanzania kwa maana Taifa Stars katika mwaka 2025 katika mashindano ya CHAN ilifika katika hatua ya robo finali, ikiwa ni moja kati ya hatua nzuri na mafanikio makubwa kuwahi kutokea katika ardhi ya Tanzania kabla ya kufungwa na Morocco bao 1-0. Mheshimiwa Makonda ameyazungumza hayo leo katika kikao cha kuelezea juu ya mipango ya serikali hasa kwenye Wizara ya Michezo, kitu ambacho wamekwenda kukiandaa, kwa maana ligi hii itakwenda kuhusisha wachezaji ambao ni wazawa, kwa maana itakuwa inafanana na kama ilivyokuwa michuano ya CHAN ambayo hii inahusisha kwa upande wa mataifa, lakini Tanzania peke yetu tutakwenda kuandaa michuano hiyo ambayo itakuwa inahusisha wazawa peke yake, na ni kama vile ligi kuu tu, kwa maana ligi kuu ya NBC Premier League tunafahamu kwamba hii ni ligi ambayo inahusisha wazawa lakini pia nyota wa kigeni, lakini kutakuwa na ligi nyingine ambayo hii itakuwa ni ligi ambayo inahusisha wazawa tu. Kwa hiyo klabu kama Young Africans, Simba, Azam, Singida Black Stars na vingine vyote ambavyo ni shiriki kwenye ligi kuu watakuwa wana timu yao ambayo itahusisha wazawa tu, na hapa hatutowaona watu kama vile akina Pacome Zouzoua, Libase Gwe, Anset Oura na wengine wengi, kwa maana hapa ni sehemu ya kuwashuhudia nyota wazawa kama vile Mohamed Hussein, lakini pia na wengine kama Wilson Nangu, bila kumsahau Dickson Kibabage na wote waliosalia. Lakini tukumbuke kuwa hili limefuatwa mara baada ya klabu ya Simba kupeleka malalamiko kunako kamati ya TFF wakidai kwamba Damaro Kamara, je, ni mchezaji halali ambaye anastahili kuchezea kwenye klabu ya Young Africans kama raia wa Tanzania ama vipi? Na hatimaye leo waziri amelizungumza hilo katika mkutano ambao alikuwa anaelezea. Je, unafikiria nini kwenye hii ligi ambayo wizara husika kwa maana Wizara ya Michezo wameiona kwamba inaweza kuwa na faida na mchango mkubwa hasa kwenye kurejesha timamu wa mwili, lakini pia fitness level ya hawa wazawa ambao muda mwingi au wakati mwingine wamekuwa hawaaminiwi kwenye hizi timu mbalimbali za ligi kuu ya NBC Premier League. Lakini tukumbuke kwamba ligi kuu ya NBC Premier League ni ligi ambayo inahusisha wachezaji 12 kutokea nchi za nje ama wasio raia wazawa, kwa maana 12 wachezaji wakiwa ni raia wa kigeni. Kwa hiyo kwenye hili Mheshimiwa Paul Makonda kwa maana waziri wa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo leo amezungumza kwamba serikali iko mbioni kuweza kuandaa ligi hiyo. Tuambie binafsi yako, unaona kwamba hii ligi inaweza kwenda kuwa na manufaa yoyote ama improvement inaweza ikawa ni sehemu ya mafanikio mara baada ya serikali kupitia wizara husika kuwa na mpango mkakati wa kuanzisha ligi ambayo itakwenda kuhusisha wazawa peke yake na kuwatoa wale nyota wa kigeni? Hii ni Anuari TV na mimi ni Leopard John.